mawakili wa serikali wamesema kwamba wao wanahitaji muda mrefu kwa kidogo kufanya utafiti kupita sehemu zote hizo ambazo mwenyekiti amezitaja, ina wao waweze kutoa majibu yanayotosheleza. Sasa kutoka na hivyo basi mahakama imesema kwamba imekubaliana na hoja ya serikali kwamba inahitaji muda wa kuweza kuwapatia muda mrefu kidogo wao kufanya utafiti huo, lakini kikao hiki cha kesi leo ndio siku yake ya mwisho. Kwa hiyo sasa inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii ambacho ilikuwa ni rai ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba isiwe muda mrefu sana, kwa sababu mpaka leo ni siku yake 223 akiwa kule gerezani na kama anavyosema yuko katika sehemu zile ambazo watu wamefanya nini, wamehukumiwa hukumu za kifo, kunyongwa. Kwa hiyo sasa ni hali hiyo ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa kwa muda kwanza serikali wafanye utafiti wao, lakini kubwa zaidi msajili wa mahakama kuu apange tarehe nyingine ya kesi itakapoendelea. Lakini tahadhari ambayo napenda kuifahamisha watu ni kwamba mwaka wa mahakama unafikia mwisho tarehe 15 mwezi wa 12 mwezi ujao maana yake hiyo. Kwa hiyo basi ilikuwa ni kwamba tungetegemea kwamba itapangwa haraka zaidi katika muda uliobakia, kwamba kesi hii ndani ya mwezi mmoja basi iweze kupangwa na kesi iweze kuendelea na mwisho wa siku tuweze kujua kama tuna sababu yote ile. Kama pingamizi na mwenyekiti likubalika ni kwamba kesi hii imekufa. Kwa sababu wale mashahidi kama ukataliwa wote ambao hawana uficho, vingine itabidi wawe mashahidi ambao watakuwa nini? Hawana uficho, itabidi waonekane mbele ya mahakama. Sasa sijui kama serikali watakuwa tayari kuendelea na kesi ambayo hali yao itakuwa ni tete. Asanteni sana.